watumishi wa Mungu, kazi mlioifanya itakuwa Bariadi. Hili ninalo uhakika, ninasema mbele za Mungu kwa ushuhuda ambao nimeona. Wako askari wangu walikuwa nasema hatujaona kitu cha namna hii. Asante sana, asante sana. Sasa naomba nitumie muda huu tu kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu wachache. Najua siwezi kuwashukuru wote kwa pamoja. Jambo la kwanza, naomba nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mkutano ambao tumekuwa nao hapa kwa siku 6. Lakini pia nimshukuru Mungu sana kwa kuokoa. Wameokoka mamia ya watu katika mkutano, lakini wameponywa mamia ya watu mahali hapa. Tuna sababu sote za kumwambia Yesu asante. Hebu naomba mkutano mzima inua mikono juu namna hii, tumwambie Yesu asante. Mpigie tu makofi, mpigie tu makofi ukimwambia asante, asante, asante kwa kuokoa. Lakini jambo la pili ni mshukuru Mungu kwa ajili ya wainjilisti wote wa taifa waliotoka kona mbalimbali Tanzania, pamoja na wakurugenzi wa majimbo. Wamekuja hapa, wamepiga kambi. Naomba watumishi wa Mungu tuketi, tunaweza kuketi, tunaweza kuketi. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya wainjilisti wa taifa pamoja na wakurugenzi waliotoka nchi nzima. Wamekuja hapa, wamepiga kambi zaidi ya siku 8 kuhakikisha kwamba Bariadi inasikia habari njema za Yesu Kristo. Naomba tena usichoke mpendwa, inua mikono yako juu, mshangilie Yesu kwa ajili ya wainjilisti wa taifa. Wainjilisti wa taifa, Bwana Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Lakini nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya kamati yetu ya jimbo, askofu wa jimbo la Simiyu Kaskazini, mtumishi wa Mungu mchungaji Lucas Segesa, pamoja na kamati yako yote. Hebu naomba kama mpo pale wote msimame, alafu tumtukuze Mungu kwa ajili yenu. Asanteni sana kwa kutupokea na kushirikiana nasi vizuri sana katika mkutano. Kipekee ni washukuru wanakwaya wote, washirika wote wa makanisa yote ya Bariadi, waimbaji wote mmoja mmoja walioimba hapa. Lakini kipekee sana ni washukuru Ushindi kwaya kutoka Geita, wamekuja wakapiga kambi hapa. Hebu inua mikono tena, mpe Yesu makofi kwa ajili yao, pamoja na praise team kutoka Geita. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni sana, kazi yenu ni njema sana, kazi yenu ni njema sana. Wanakwaya wote, kazi yenu ni njema sana. Kwa kweli sitaweza kuondoka hapa bila kuwashukuru kamati yangu ya idara ya uinjilisti taifa. Katibu wangu Profesa Rubera Mato, asante sana. Mungu akubariki sana, kazi yako ni njema sana. Huyu baba ni mtu wa maana. Mtunzaji na wetu mkuu Mchungaji Charles Sheila, naomba simama. Mungu akubariki sana, asante sana. Lakini mshukuru sana MC wa mkutano wetu mwinjilisti Alois Mbugi. Hebu simama rafiki, naomba tumpe Yesu makofi kwa ajili yake. Mungu akubariki sana, ubarikiwe sana kwa kazi nzuri sana. Na mwisho kabisa ni washukuru wote mliohudhuria hapa, lakini pia ni washukuru wale walikuwa wanazunguka huku na mabendera. Nyinyi ni watu wa maana sana, asanteni wote. Bwana wabariki, watunze na watendee mema katika maisha yenu. Haleluya! Unajua leo tunajaribu kupambana na muda, lakini tunashindwa. Lakini najua neema itatokea, maana kiongozi wetu yuko hapa, anatupa neema kidogo. Bila shaka, hebu sema bila shaka, sema tena bila shaka. Najisikia kutokuachia hii maiki bila kumpa nafasi Askofu Masunga aseme neno moja tu kabla sijaachia hii maiki. Naomba mpe Yesu makofi kwa ajili yake. Unajua unaweza usielewe sawa sawa,
Baba, Baba njoo, njoo. Tunamtukuza Yesu kwa ajili yako, tunamuinua Yesu kwa ajili yako. Huyu baba amefanyika baraka sana kwenye huu mkutano. Jamani, haleluya! Kwaya iliyopiga kambi hapa imetoka kanisani kwake Geita. Praise team imetoka kanisani kwake Geita. Lakini stage tunayotumia hapa imetokea kanisani kwake Geita. Na yeye amepiga kambi hapa kwa siku zote. Alafu ni mwenyeji wa hapa. Jamani, haleluya! Naomba nimpe nafasi angalau kidogo aseme tu hai kwa watu wa Bariadi na kisha tutaendelea. Karibu. Bariadi oye! Katika mambo yote aliyosema mkurugenzi wetu, tumpe Mungu tukufu na shukrani anayetuwezesha. Moyo wangu unafurahi kuiona Bariadi yangu ambapo kitovu changu kilikatwa huku Bariadi. Watu wanakuja kwenye mkutano wengi namna hii. Hilo ndio la maana sana. Mungu awabariki sana sana sana. Sana sana rafiki yangu Segesa, Askofu Segesa. Segesa amekuwa akiniita mara kwa mara nakataa. Nadhani ukiniita nitaitika. Ndakuja kama hivi nilivyo. Niamini hubiri Bariadi ni wahubiri wa Nyantuzo wenzangu. Amani iwe kwenu. Asante sana. Asante sana. Mwisho kabisa ni washukuru wainjilisti wetu waliohubiri kwenye mkutano, mwinjilisti Mtinda na mwinjilisti George Musa. Naomba msimame wawili wote, mpunge mikono. Mtinda tafadhali simama, punga mkono. Asanteni. Bwana wa mbinguni awabariki sana sana sana. Sasa baada ya hapa naomba utambulisho mwingine uliobakia na mambo mengine yaliyobakia mbele yetu nimlete kwako askofu wetu mwenyeji, askofu wa jimbo mchungaji Lucas Segesa aje hapa aweze kukamilisha. Wala usiwe na wasiwasi, mambo yataenda sawa sawa. Leo ni siku yetu ya mwisho, mambo yatakaa sawa sawa, kila kitu kitakaa sawa sawa. Karibu sana askofu kwa mambo yaliyo mbele. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua wa TAG tuna kauli mbiu yetu, na ndio maana unaona kwa umoja na kwa pamoja tunafanikisha mambo kama haya. Hebu tukiri tena hiyo kauli mbiu yetu. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana tunatenda makuu. Makofi mengi kwa Bwana. Pendwa mkurugenzi wetu wa idara ya uinjilisti taifa na kamati yako, wapendwa wajumbe wa halmashauri kuu ya kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, wapendwa kamati za majimbo, wapendwa wachungaji ambao pia mmekuja kuungana nasi jioni ya leo, na wapendwa wanenaji wetu wakuu katika mkutano huu, na wapendwa waimbaji wetu, kwaya maalum ambayo imealikwa kwa mkutano, wapendwa pia mwimbaji binafsi ambao wamekuwa baraka sana katika mkutano huu, wapendwa washirika wetu wa makanisa kutoka kila kona ya jimbo la Simiyu Kaskazini pamoja na kwaya zenu, wapendwa wote mlioshiriki kwa namna moja au nyingine, itifaki ikiwa imezingatiwa, na wasalimuni nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa jioni ya leo nina mambo mawili tu, halafu tutakwenda kusikia neno la Mungu. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu sana kwa neema ya ajabu kuwa na serikali yetu nzuri ambayo imetuhakikishia usalama na ulinzi wa uhakika kwa kipindi chote tulichokuwa tunaendesha mkutano mahali hapa.
na mimi kama kiongozi wa jimbo niliona si vema tumalize mkutano bila kumleta mpendwa wetu kamishna msaidizi wa polisi ambaye ni Edis Swebe, wengine mezoea kuita RPC. Yuko hapa na atatupa tu angalau salamu ya kututakia kwamba sisi kama ndugu zake na watu ambao aliridhia kutulinda tufanye mambo yetu vizuri. Vijana walikuwa wametuzunguka hapa, tumefanya mkutano kwa amani na utulivu mkubwa. Hebu naomba kwa heshima, hebu simama ukimpigia Bwana makofi tunapomkaribisha kamishna aseme neno kwa ufupi kutusalimia. Watu wa Mungu na kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heshima mbele za Mungu, lakini mbele yenu kupata nafasi ya kuongea na wanabariadi kama sio wanasimiu. Moyo wangu umejaa furaha sana ninapoona mkutano mkubwa, lakini ninapoona viongozi kutoka sehemu mbalimbali wanaifikiria Bariadi kama sio Simiu. Na kwa takwimu tulizo nazo, kipindi mkutano unaanza hata yale makosa madogo madogo yamepungua. Ninatamani mkutano huu uendelee ili na sisi tupumzike, maana jeshi la Mungu liko kazini. Moyo wangu umejawa machozi. Ninaamini hapa imepandwa mbegu. Na niwaambie watumishi wa Mungu, kazi mlioifanya itakuwa Bariadi. Hili ninalo uhakika, ninasema mbele za Mungu kwa ushuhuda ambao nimeona. Wako askari wangu walikuwa nasema hatujaona kitu cha namna hii. Tuwache watu wafanye mambo ambayo Mungu ametaka kwenye mkoa wetu kama sio wilaya yetu ya Bariadi. Sisi tunaifahamu historia, lakini historia imeenda kubadilika. Na niwahakikishie hamjapoteza muda. Mungu aikumbuke sadaka yenu. Sadaka ya machozi ambayo mmeitoa, lakini ukombozi ambao umefanyika Bariadi ni sadaka kubwa mbele za Mungu. Na sisi tutabaki kuwa mashuhuda ya nini kinachoendelea. Nitamani niseme hiyo na niwatakie kila la heri. Lakini hata pia mnapoondoka kwenda maeneo mbalimbali, msiache kutuombea. Bado kuna kazi kubwa ya kufanya Bariadi ifunguke kama sio Simiu. Tunajua kwa nini. Lakini zaidi sana nimefurahi kwa sababu hapa ndio kitovu. Na ninaamini mbegu imepandwa. Sitaki kusema sana, lakini sifa na utukufu na mwachia Mungu, na Mungu awabariki sana, mwabeja sana. Jamani, makofi mengi kwa kamishna. Ongeza tena makofi, yuko fiti. Asante sana. Basi baada ya salamu hizo, na ndio maana tunapenda sana kuona watumishi wa Mungu tunapokuwa na watu wanaomjua Mungu huko serikalini, basi kwa pamoja na kwa umoja tunawasaidia Watanzania na nchi yetu inasonga mbele. Baada ya kusema hayo, ni wakati mzuri sasa umefika, na leo ni siku ya lala salama. Ni washukuru wote na mketi kwa umoja huo huo ili tumsikilize mtumishi wa Bwana na maombezi atakayoyafanya ya mwisho kabisa katika mkutano wetu huu. Tunaye mtumishi wa Bwana ambaye amekuwa baraka sana mahali hapa, mchungaji wetu na mwinjilisti wa taifa George Msa yuko tayari kwa ajili ya kunena maneno ya Mungu. Hebu mpigie Bwana makofi mengi anapopanda jukwani kwa ajili ya neno. Ongeza tena makofi mengi. Naomba simama tufanye maombi tunapokwenda kusikia neno la Mungu. Yes, Lord.
Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, tunakushukuru mno kwa neema na pendo lako. Wewe ndiye Mungu mwenye enzi, hapana Mungu mwingine. Ulikuwapo na utaendelea kuwapo. Ni Mungu mwenye uweza, wafanya mambo makubwa yapitayo fahamu zetu. Na kushukuru kwa kipawa na huduma ulioiweka ndani ya mtumishi wako. Wewe ni Mungu unayetumia wanadamu kwa ajili ya kuwasaidia. Na jioni ya leo umewaketisha watu hawa, uwasikizishe maneno yako kupitia kinywa cha mtumishi wako. Na muinua na kumweka mikononi mwako. Bwana, simama pamoja naye, kamtumie kama moto, kamtumie kama upanga, kamtumie kama mishale, ili kugeuza na kupindua zile falme za giza na kujenga ufalme wako. Walioonewa na kuteswa na ibilisi, jioni ya leo wapate neema ya ukombozi na kufunguliwa. Na mweka chini ya mamlaka yako. Yesu mwenye mamlaka, nimeomba nikikuamini wewe. Amen. Amen. Asante sana askofu. Hebu mpigie Yesu makofi kwa ajili ya baba yetu askofu.